Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi amesema kukamilika kwa mradi wa bandari jumuishi ya Mangapwani kutaongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa Zanzibar kutokana na fursa za uchumi zitakazojitokeza. Rais Dkt. Mwinyi amesema hayo katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa mradi wa bandari jumuishi ya Mangapwani mkoa wa Kaskazini Unguja. Dkt. Mwinyi amezitaja changamoto tatu ambazo zitakuwa kikwazo kwa maendeleo ya kiuchumi Zanzibar kwa sasa, kwani pamoja na ukongwe wa chakavu wa bandari ya Malindi, hali inayosababisha kushindwa kuhudumia meli kwa haraka na hivyo kuchukua muda mrefu kusubiri kushusha mizigo. Changamoto ya pili ameitaja kuwa ni uhaba wa umeme wa kutosha pamoja na ukosefu wa hifadhi ya mafuta ya kutosha, hali inayosababisha gharama za nishati kupanda. Rais Dr. Mwinyi amesema serikali imejipanga kuyaondoa matatizo hayo kwa pamoja baada ya kukamilika kwa mradi huo wa kimkakati wa bandari jumuishi ya Mangapwani utakaokuwa na uwezo wa kuhudumia meli aina ultra large container zenye uwezo wa kubeba hadi makontena 15,000 kwa wakati mmoja pamoja na kuhudumia zaidi ya makontena 200,000 kwa mwaka. Ameeleza kuwa Zanzibar itakuwa kitovu cha huduma ya usafirishaji kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Ameeleza kuwa bandari hiyo pia itakuwa na eneo la matangi ya kuhifadhi mafuta ambapo zaidi ya lita milioni 6 zitahifadhiwa, hatua itakayochangia kushusha gharama za mafuta nchini. Aidha, kutakuwepo na mtambo wa kuzalisha umeme wenye uwezo wa kuzalisha megawati 200. Dkt. Mwinyi ameeleza kuwa kufanikiwa kwa hatua hizo kutachangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi wa Zanzibar. Katika nchi yetu, uchumi wetu unakuwa kwa kasi nzuri ya 7.4 hadi 7.1 hadi 7.4. Ni ukuaji mzuri wa uchumi. Lakini kuna mambo matatu ni kikwazo cha ukuaji zaidi katika nchi yetu, nayo ni haya yafuatayo. La kwanza ni bandari. Kuna msongamano mkubwa pale Malindi, na kwa sababu bandari ile imejengwa mwaka 1920 huko, huwezi kuipanua, haina sehemu ya kuipanua zaidi, na kwa hivyo meli zinakaa muda mrefu kabla mizigo haijashuka kwa sababu ina gati moja ndogo. Tatizo la pili ni uhaba wa umeme katika nchi yetu. Umeme tunaopata kutoka Tanzania bara haututoshi tena, tunahitaji umeme wa ziada. Na tatizo la tatu ni kuwepo kwa hifadhi ndogo ya mafuta, jambo ambalo linapelekea gharama za mafuta katika nchi yetu kuwa kubwa, kwa sababu mafuta yakitoka nje lazima kwanza yakashushwe Dar es Salaam au yakashushwe Tanga ndo yaje Unguja kidogo kidogo. Hii inaongeza gharama. Sisi kama serikali tumeamua kuyamaliza matatizo hayo matatu yote kwa mpigo. Tunajenga bandari hapa Mangapwani, bandari jumuishi ambayo katika Afrika Mashariki nzima haitokuwepo kama hiyo. Bandari itakayoleta meli kubwa za kisasa zenye kubeba zaidi ya makontena 15,000. Maana yake Zanzibar, Mangapwani itakuwa ni kitovu cha biashara ya usafirishaji wa makontena katika Afrika ya Mashariki. Mapema mwenyekiti wa kampuni ya China Harbour Engineering Company Limited, Bwana Bai Jinsan, amesema kampuni hiyo imejipanga kuhakikisha inatekeleza ujenzi huo kwa wakati huku akizingatia viwango vya kimataifa na kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa juhudi zake za kuimarisha miundombinu ya kiuchumi Zanzibar. Which fully demonstrate the strong friendship and the full determination for mutual development between China and Tanzania. As the landmark project of this vision, Mangapwani New Port is more than just infrastructure. It is a cradle of hope for the people of our two countries. Located in the hometown of President Mwinyi, the port reflects a pragmatic development approach. Naye Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, Mheshimiwa Dr. Khalid Salum Mohamed, amempongeza Dr. Mwinyi kwa kazi kubwa ya kuleta maendeleo katika sekta mbalimbali na kueleza kuwa mradi huo utakuwa mkombozi wa chanzo kikubwa cha fursa za ajira kwa wananchi wa mkoa wa Kaskazini Unguja na Zanzibar kwa ujumla.
La kwanza, Mheshimiwa, nikushukuru lakini pia kukupongeza sana kwa kazi kubwa sana unayoifanya katika nchi yetu. Asiyeona huyo hataona tena, asiyesikia hatosikia tena. Lakini Mheshimiwa, ni ukweli uliosimama kwamba umefanya kazi kubwa sana katika nchi, katika sekta zote, lakini leo unaweka alama nyingine kubwa katika nchi yetu, uwekaji wa jiwe la msingi la bandari hii ambayo itakuwa ni bandari kubwa sana. Imeshaelezwa katika Afrika Mashariki hakuna zaidi ya bandari hii. Akiwasilisha taarifa ya kitaalamu, Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Mhandisi Ali Said Bakari, amesema ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani utagharimu kiasi cha dola za Marekani milioni 300 na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2028 ukiwa na uwezo wa kuhudumia makontena zaidi ya tani milioni 1 za mizigo kwa mwaka. Uwekaji huo wa jiwe la msingi uliendana sambamba na makabidhiano ya vitalu vya ujenzi wa hifadhi ya kimkakati ya mafuta na gesi itakavyotekelezwa kwa ushirikiano kati ya kampuni ya One Petroleum na shirika la bandari la Zanzibar, pamoja na makabidhiano ya vitalu vya ujenzi wa bohari za mafuta na kampuni ya Puma, Gapco na Zanzibar Petroleum ZP zitakazohamisha miundombinu yake na kujenga bohari mpya ya Mangapwani. Huu unatekelezwa na kampuni ya China Harbour Engineering Company kutoka China na inasimamiwa na kampuni ya Darhandas kutoka Lebanon. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu unatarajiwa kugharimu kiasi cha dola milioni 300. Mheshimiwa mgeni rasmi, bandari hii ni bandari ya kisasa na itajumuisha maeneo ya kuegesha meli kubwa pamoja na roro, maeneo ya makontena, maeneo ya mizigo ya jumla, kituo cha mizigo CFS, jengo la utawala, mfumo wa umeme wa kujitegemea pamoja na mifumo ya kisasa ya mawasiliano na usalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa gati kutakuwa na gati nambari 1 yenye urefu wa mita 680 na kina cha maji ya mita 20 itakayohudumia meli kubwa hadi kufika tani 200 kwa wakati mmoja. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP